Wakati majeshi ya Marekani yalipofanya uvamizi wa usiku katika mji mkuu wa Venezuela, Caracas, hawakumnyakua Rais Nicolás Maduro kutoka makazi yake na kumsafirisha hadi New York akiwa peke yake, bali walimkamata pia mke wake. Lakini je, Cilia Flores ni nani na kwa nini kukamatwa kwake kunazua mjadala mkubwa? Sasa watu wengi hata ambao walikuwa wanafuatilia siasa za Venezuela na migogoro yake na Marekani walikuwa wanamjua Maduro tu, hususan kwa hotuba zake kali dhidi ya Marekani kuwanyima vilivyo wapinzani wake ama wakimuona akisakata dansi. Lakini wengi hawamjui kwa undani mkewe Bi Flores mwenye umri wa miaka 99 na kwamba ni mmoja wa wanawake wenye nguvu na ushawishi mkubwa katika siasa za Venezuela kwa zaidi ya miongo miwili sasa. Ni mwanasheria kitaaluma na aliwahi kuwa spika wa bunge la Venezuela na anatajwa kuwa na mchango muhimu katika kushirikiana ama kuimarisha mamlaka ya Maduro baada ya kuchukua urais mwaka 2013 kufuatia kifo cha Hugo Chavez. Akiwa mke wa Rais, Maduro alimpa jina la heshima la mpiganaji wa kwanza, tofauti na cheo cha jadi cha First Lady. Ingawa mara nyingi alijitokeza kwa taswira ya kifamilia ikiwemo kuendesha kipindi cha televisheni Concilia en Familia, wachambuzi wanasema Flores alikuwa mshauri wa karibu wa rais na mshirika muhimu katika mikakati ya kisiasa ya serikali. Hata hivyo, maisha yake ya kisiasa yameandamwa na tuhuma za rushwa, upendeleo wa kifamilia na uhusiano wa karibu na watu waliokumbwa na kesi za biashara ya dawa za kulevya. Wapwa zake wawili waliwahi kuhukumiwa nchini Marekani kwa makosa ya kusafirisha cocaine, ingawa baadaye walirejeshwa Venezuela kupitia makubaliano ya kubadilisha na wafungwa. Utawala wa Marekani unaamini kuwa Bi Flores alikuwa mshirika wa karibu pia wa mumewe Maduro katika kile wanachowatuhumu kuongoza genge la biashara ya dawa za kulevya. Bi Flores jana alipandishwa kizimbani jijini New York pamoja na mumewe Maduro. Ushirika wao wa karibu umeendelea hata katika kipindi hiki cha madhila kwa familia yao.